Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Ghadhabu ya Mungu katika nchi. Januari 17. Watu wakivunjika moyo kwa hofu na kwa kuyatazama mambo yatakayopata ulimwengu. Luka 21:26. Laiti watu wa Mungu wangejua uharibifu unayo yajia maelfu ya miji ambayo sasa imezama katika ibada ya sanamu. Muda si mrefu niliona taswira ajabu. Niliona tufe la moto likianguka kati ya majengo mazuri na kuyaharibu pale pale. Nilisikia mtu akisema, tulijua kuwa ghadhabu ya Mungu ilikuwa inaijia dunia, lakini hatukujua kuwa ingekuja mapema hivi. Wengine walisema, ninyi mlikuwa mnajua, kwa nini hamkutuambia? Sisi hatukujua. Kila upande nilisikia maneno kama hayo yakisemwa. Hivi karibuni matatizo makubwa yatatokea katika mataifa. Matatizo hayo hayataisha mpaka Yesu atakaporudi. Tunahitaji kujitahidi kwa pamoja kuliko wakati mwingine wowote ule, tukimtumikia yeye aliyeandaa kiti chake cha enzi kule mbinguni na ambaye utawala wake utakuwa juu ya wote. Mungu hajawaacha watu wake, na nguvu yetu iko katika kutokumwacha. Ghadhabu ya Mungu iko katika nchi hii. Vita na tetesi za vita, janga ya moto na mafuriko yanaashiria wazi wazi kipindi cha dhiki kimekaribia, dhiki ambayo itazidi kuongezeka hadi mwisho. Hatuna muda wa kupoteza. Dunia imejaa roho ya vita. Unabii wa sura 11 ya kitabu cha Danieli umekaribia kufikia utimizo wake wa mwisho. Ijumaa iliyopita asubuhi, muda mfupi kabla sijaamka, taswira ya ajabu ilipita mbele yangu. Niliona kana kwamba nilikuwa naamka kutoka usingizini, lakini sikuwa nyumbani kwangu. Kutoka katika madirisha niliona moto mkubwa. Matufe makubwa ya moto yalikuwa yakiziangukia nyumba, na mishale ya moto ilikuwa ikiluka kutoka katika nyumba hizi kuelekea kila upande. Ilikuwa vigumu kuidhibiti mioto iliyokuwa ikiwaka, na nyumba nyingi zilikuwa zinateketea. Hofu waliokuwa nayo watu ilikuwa haielezeki. Miji iliyo katika mataifa itashughulikiwa kwa uhakika, lakini haitaadhibiwa kwa hasira yote ya Mungu, kwa kuwa roho kadhaa zitakuwa zimejinasua kutoka kwa yule adui na zitatubu na kuongolewa. Wakati waliobaki watakuwa wakijawa na hasira dhidi ya siku ile ya ghadhabu.